Habari zenu popote pale mlipo, karibu kwa taarifa zetu za siku za leo za Jumamosi. Vita vya Hormuz vyazidi kutisha kanda ya Ghuba. Mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya miundombinu ya Iran yamechochea majibu ya Tehran katika mataifa ya Ghuba, huku hofu ikiongezeka kuhusu usalama wa mlango wa Hormuz na athari zake kwa biashara ya mafuta duniani. Mapigano kati ya Marekani na Iran yameingia hatua mpya baada ya Washington kupanua mashambulizi yake kutoka malengo ya kijeshi hadi miundombinu muhimu kusini mwa Iran, Tehran ikijibu mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani katika nchi za Ghuba. Hali hiyo imezidisha hofu kuhusu usalama wa mlango wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha takriban theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari duniani. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa mashambulizi ya Marekani yamelenga madaraja matano, njia ya reli, uwanja wa ndege wa Iran na miundombinu mingine ya usafiri katika mikoa ya kusini mashariki mwa nchi. Kwa mjibu wa mataifa hiyo, kituo hicho kinaunganisha njia za reli za abiria na mizigo kuelekea bandari ya Shahid Rajael na bandari ya Bandar Abbas ambazo ni muhimu kwa shughuli za biashara na usafirishaji katika Ghuba. Wakati huo huo, Wizara wa Afya ya Iran imesema watu wasiopungua 38 wameua na zaidi ya 400 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani tangu Juni. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwa mashambulizi ya Ijumaa pekee yamesababisha vifo vya watu 4 na wengine 20 kujeruhiwa. Falme za Kiarabu. Makontena katika Ghuba ya Osman, 20% ya mafuta ya gesi inayouzwa duniani husafirishwa kupitia njia hii ya bahari iliyopo Ghuba. Kulipiza kisasi, Iran imejibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo yanayohusishwa na Marekani katika mataifa ya Ghuba. Jeshi la Ulinzi la Mapinduzi ya Kiislamu imesema limelenga mifugo ya rada ya Marekani nchini Qatar pamoja na ndege za kijeshi zilizokuwa Jordan, likisema hatua hiyo inalenga mwadhibu uvamizi. Qatar, Bahrain na Kuwait zimesema zimefanikiwa makombora na ndege zisizo na rubani zilizolenga maeneo ya kijeshi nchini Kuwait. Mamlaka zimesema shambulizi liliharibu kituo cha kuzalisha umeme na kusafirisha maji ya bahari, jeshi ikithibitisha kwa wanajeshi kadhaa walijeruhiwa baada ya ndege zisizo na rubani kushambulia vituo vya kijeshi. Iran pia imedai kuharibu vituo viwili vya rada vya Marekani nchini Oman vinavyotumika kufuatilia shughuli za bahari na anga, madai ambayo hayajathibitishwa na Marekani. Kwa upande mwingine, shirika la Uingereza la UK Maritime Guide Trade Operation limesema meli moja ya mafuta iligongwa na kifaa kisichojulikana karibu na pwani ya Oman, lakini wafanyikazi wake wote walinusurika. Makombora kadhaa ya kurushwa baada ya mashambulizi ya Iran dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika sala za Ijumaa mjini Tehran. Hubiri Haj Ali Akbar amesema Iran itaendelea kulipiza kisasi hadi Marekani iondoe uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo. Akbar amesema hatua ya kwanza ya kulipa kisasi na kuadhibu wote wahusika na mashambulizi dhidi ya Iran, akisisitiza kuwa kuondolewa kwa kambi za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati ni sehemu ya mkakati wa Tehran. Kauli hiyo imekuja huku kamanda wa kikosi cha anga cha walinzi wa mapinduzi General Majid Mosave akiahidi kuwa mashambulizi dhidi ya Marekani na washirika wake yataendelea hadi operesheni za Marekani katika pwani ya kusini ya Iran na eneo la mlango wa Hormuz zitakapositishwa. Jeshi la Marekani vikosi vyake vimepanda kwenye meli moja katika Ghuba na Oman, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mzigo mpya dhidi ya bandari za Iran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani pia imesema imezitekeleza upya meli 3 zilizokuwa zikijaribu kuwapa zuia hilo. Washington inasema hatua hizo zinalenga kuzuia Iran kutumia mlango wa Hormuz kutisha biashara na kimataifa na usafirishaji wa nishati. Iran, Marekani zalenga miundombinu muhimu Mashariki ya Kati. Mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea kupanua huku mashambulizi yakihimiza kwenye miundombinu muhimu ya nishati, bandari na vituo vya kijeshi katika Iran. Mtafiti ya Ghuba na sasa mashariki mwa Syria, takriban mwezi mmoja baada ya kusaini makubaliano ya awali yaliyolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Pande hizo mbili zimerejea tena vita kwa kufanya mashambulizi dhidi ya malengo mbalimbali katika eneo hilo. Marekani
kuongeza mashambulizi katika jimbo la Hormuz kusini mwa Iran, ikilenga madaraja yanayounganisha bandari ya Bandar Abbas na maeneo ya ndani ya nchi pamoja na mnara wa kudhibiti usafiri wa bahari katika bandari ya Chabahar. Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mashambulizi hayo, Iran imekiri kuwa miundombinu yake ya umeme pia imelenga. Wizara ya nishati imewataka wakazi majimbo ya kusini kupunguza matumizi ya umeme, ikisema eneo hilo linakabiliwa na joto kali pamoja na uharibifu wa miundombinu ya nishati. Hatua hiyo inaonekana kuandaa na tishio la rais wa Marekani Donald Trump la kulenga madaraja na vituo vya umeme ili kushikiza Tehran kulenga udhibiti wake wa mlango wa Hormuz. Kwa mjibu wa mamlaka za Iran, watu kadhaa wameuawa na mamia kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani tangu mapigano yaanze tena. Tehran imesema mashambulizi hayo yamelenga maeneo ya kiraia, madai ambayo Washington imekuwa ikikanusha, huku ikisisitiza kuwa inalenga miundombinu ya kijeshi na ya kimkakati. Iran imeendelea kujibu mashambulizi ya Marekani kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea mataifa yanayoshirikiana na Washington katika Ghuba. Wizara ya umeme, maji na nishati jadifu ya Kuwait imesema moja ya vituo vya kuzalisha umeme na kusafisha mali ya bahari ilishambuliwa Ijumaa. Kwa mjibu wa wizara hiyo, shambulio hilo lilisababisha uharibifu wa vifaa moto na kusimama kwa idadi kubwa ya mtambo ya kuzalisha umeme. Tukio hilo linaonyesha hatari inayoongezeka kwa miundombinu muhimu ya mataifa ya Ghuba ambayo yanategemea kwa kiasi kikubwa vitu vya kusafirisha maji ya bahari kwa ajili ya maji ya kunywa na matumizi ya viwanda. Iran pia imeelekeza mashambulizi yake Qatar na Bahrain, huku Jordan ikisema ilizindua. Walinzi wa mapinduzi wa Iran wamedai pia kushambulia ndege za kijeshi za Marekani zilizokuwa Jordan kwa makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani. Wamesema ndege kadhaa za kujaza mafuta angani na ndege za kivita ziliharibiwa, huku nyingine zikikumbwa na uharibifu mkubwa. Madai hayo hayajathibitishwa na Marekani wala mamlaka za Jordan. Walinzi hao pia wamewataka raia wa Jordan kulenga maslahi ya Marekani nchini wao, kauli ambayo inaweza kuongeza hofu ya mzozo huo kuhamia zaidi ndani ya Jordan. Iran imesema ilifanya kwa mara ya kwanza mashambulizi kuelekea eneo la Al-Tanf mashariki mwa Syria, ikidai kulenga kituo cha dhamani cha operesheni maalum cha Marekani. Kama hivyo, chanzo cha kijeshi cha Syria kimekanusha kuwa kulikuwa na mashambulizi katika eneo hilo. Marekani ilitangaza Februari ilikamilisha kuondoa wanajeshi wake kutoka Al-Tan iliyokuwa karibu na mpaka wa Syria. Jordan na Iraq, walinzi wa mapinduzi wa Iran wamesema walilenga kituo cha operesheni maalum cha jeshi la Marekani katika eneo hilo, wakidai kuwa shambulio hilo lilikuwa la kulipiza kisasi kwa kuwa kwa wanajeshi wa Iran katika mji wa Iransha. Jeshi la Marekani lilitangaza mwezi wa Februari kuwa lilikuwa limekamilisha kuondoa katika kambi ya Al-Tafan iliyokuwa katika eneo la kimkakati karibu mpaka ya Syria, Jordan na Iraq. Shambulio hilo linaweza kuiweka Syria katika hali ngumu baada ya serikali ya kuelekeza mara kadhaa kwa haitakuwa kuingizwa katika mzozo wa kikanda. Rais wa Syria Ahmed al-Shara alisema mwezi Machi kwamba nchi yake itaendelea kubaki nje ya vita isipokuwa kama itashambuliwa kwa moja. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Asanteni sana kwa kuwa nasi.